Tanzania, huu ni mwezi wa 10, tulipaswa kuwa na uchaguzi. Lakini kulingana na hali ya nchi nzima inavyoonekana, mimi Mchungaji Faustin Munishi nashauri tuahirishe huu uchaguzi, kwa sababu nchi imenuna. Wananchi wengi wa pande zote za vyama vya kisiasa wamenuna, wana hofu, hawajui nini kitatokea baada ya uchaguzi huu. Kwa hiyo kuliko twende kwenye uchaguzi wakati nchi imenuna, kuliko twende kwenye uchaguzi wakati wa Tanzania wote wana hofu, kwa nini tusiahirishe uchaguzi? Vyama vya siasa vikakaa meza moja, vikajadiliana kupata mwafaka wa kisiasa, ndipo tuingie kwenye uchaguzi, wananchi na Tanzania ikiwa haijanuna. Lakini watawala wakiongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan wakiamua kuiburuza nchi kwenye uchaguzi huu wakati nchi imenuna, wakati wananchi wana hofu, matokeo yake ni mabaya. Kwa mara ya kwanza Tanzania tumesikia kauli tata kutoka kwa jeshi letu la ulinzi, jeshi la wananchi wa Tanzania. Kuna kauli kutoka kwa kamanda wa jeshi wa kikosi cha anga anayesema kabla ya uchaguzi ni vyema jeshi likachukua nchi mapema ili kunusuru mambo. Lakini kwa maoni yangu mimi mchungaji, mimi sio mtaalamu wa mambo ya kijeshi. Natumia tu uzoefu wa yale ninayoyaona, kwamba jeshi likisha ingia barabarani, kitu cha kwanza katiba inasimamishwa, polisi wanakuwa kama raia, na katiba ikisha simamishwa hakuna sheria zile tunazozijua, zinakuwepo sheria za kijeshi. Na haiwezekani jeshi likaingia kuchukua nchi alafu makamanda wote wa jeshi wa vikosi vya anga na vikosi vya ardhini na vya majini wakakubaliana. Bado rais ambaye ni amiri jeshi mkuu wa majeshi yote anaweza akawa na makamanda wake. Matokeo yake nchi itaingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Madhara ya nchi kuingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe ni makubwa sana, mpaka jeshi lije liondoke, lirudishe serikali ya kiraia. Watu wengi watakuwa wamekufa. Watoto wasio na hatia watakuwa wamekufa. Biashara zitakuwa zimesimama. Maeneo mengi wakiingia wanajeshi Moshi hapa, na Moshi liwe ni eneo la vita. Sasa usishangae kusikia amri ya jeshi ikisema Wachaga wote hameni Moshi, mwende maeneo ambayo vita havijachacha. Ninayaona haya kule Gaza. Serikali ya Israeli inayoungwa mkono na Marekani, pamoja na intelijensia nzuri walionayo, pamoja na vyombo vizuri vya kivita walivyonavyo,
wameingia Gaza na hawakutoka salama. Wa Palestina zaidi ya 70,000 wamekufa. 70,000. Sio vijiti tunahesabu, sio mandazi tunahesabu, ni roho za watu 70,000. Na katika hao 70,000 watoto ni maelfu, watoto wasio na hatia, wamama wasio na hatia ni maelfu. Kundi la Hamasi bado wapo. Hii ni kuonyesha vita na mikakati ya kijeshi haijaweza kumaliza mizozo duniani. Waziri Mkuu wa Israeli alikuwa amesema wakiingia Gaza watamaliza kundi la Hamas, watachukua mateka wao. Je, waliweza? Nini kilisababisha wale mateka wakarudi? Ni baada ya wao kukaa kwenye meza ya maongezi, wakakubaliana, pande mbili hasimu zikakubaliana, mateka wote wameachiliwa. Wamebaki wale ambao walikuwa wamekufa, na wanasema, wanadai kwamba hawajui wamefukiwa wapi na vifusi. Kwa hiyo Gaza yote imekuwa level, magorofa yote yamekuwa level. Tanzania tunataka tufike hapo. Yaani Dar es Salaam yote vile vigorofa tunaviona pale viwe level chini, kuwe ni magofu tu. Tunataka tufike hapo. Ninapenda CCM itoke madarakani. Nimekuwa nikifanya hivyo, nikizungumza hayo mpaka nikaimba CCM imezeeka mwaka 2000, na wimbo ule ukaleta matatizo Tanzania, serikali ikaubani, ikaufungia. Pamoja na kwamba nataka CCM itoke madarakani, singependa itoke madarakani kwa jeshi kuingia barabarani na watu wafe zaidi ya 200,000 ama 300,000. Hapana, singependa hiyo. Ningependa CCM watoke madarakani kwa hoja za kisiasa. Watolewe. CCM si ni chama cha kisiasa? Basi watolewe madarakani na chama kingine cha kisiasa, baada ya tume ya uchaguzi kurekebishwa, uchaguzi ufanyike kwa haki na uhuru. Basi wakitoka madarakani mimi nitasema hewala. Lakini siungi mkono jeshi waingie barabarani alafu waitoe CCM madarakani, alafu tuingie kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe, alafu baadaye jeshi watafute mtu wampatie. Hata kama wangesema tunataka Munishi tuchukue nchi, jeshi lichukue nchi, alafu baadaye tukuite wewe uwe kiongozi, singetaka. Kwa nini? Kwa sababu ninajua mpaka jeshi lije liondoke, turudishe tena katiba na sheria, tutakuwa tumeingia hasara kubwa sana. Sasa utaniambia, mchungaji, ukisema tuahirishe uchaguzi, mama ameshanunua mapikipiki mengi, Samia ameshagawa pikipiki kila mahali, ameshapita nchi nzima akitangaza chama cha CCM, makaratasi yameshachapishwa ya kupiga kura. Sasa mchungaji, ukisema tuahirishe uchaguzi, uoni ni hasara? Hasara tutakayopata kwa kuahirisha huu uchaguzi haiwezi kulinganishwa na hasara tutakayopata kama Samia na chama cha Mapinduzi CCM watatuburuza kwenye uchaguzi huu bila maridhiano ya kisiasa. Hasara yake ni kubwa kuliko ile hasara itakayopatikana kwa sisi kusitisha uchaguzi huu. Sasa mchungaji, ukisema tusimamishe uchaguzi, si umemwambia mama Samia aendelee kutawala bila kuchaguliwa? Afadhali, yani kukiwepo na mfumo huu wa kisheria na katiba hii iliyopo, madhara yake kwa wananchi
ni machache kuliko madhara yatakayopatikana tukilazimisha jeshi liingie barabarani. Sasa mchungaji, Samia ameahirisha uchaguzi na watu wamekaa kwenye meza ya maridhiano. Samia amekubali marekebisho ya tume ya uchaguzi yafanyike ili tuwe na uchaguzi huru. Zoezi hilo linaweza kuchukua muda gani na litaigharimu nchi kiasi gani cha pesa? Haijalishi zoezi hilo litachukua muda gani, hata kama litachukua miaka 2 au 3 au mwaka mmoja. Hasara yake si ni sisi wananchi jamani, tunalipa hizi pesa za kodi. Hizo pesa Samia alizotumia kuandaa uchaguzi huu si ni zetu? Sasa je, mnataka sisi tufe kwa kuburuzwa kwenye uchaguzi ambao nchi imenuna? Wanajeshi wanaanza kutoa kauli tata. Chama tawala CCM ndani yake watu hawakubaliani kwa mambo mengi. Unajua vyama vya upinzani ni rahisi kukubali mambo kwa sababu hawajaonja madaraka ya nchi. Sasa uchaguzi huu wa Tanzania wa mwaka huu unakuwa na utata zaidi kwa sababu ndani ya chama tawala, watu ambao wamekuwa wakila nchi kwa zaidi ya miaka 60, kuna upinzani na upinzani ulioko ndani ya chama sasa, kwa sababu wao ndio wamekula nchi, wanajua faida za kuwepo kwenye madaraka, wanajua uzuri wa joto la madaraka, wanajua kwamba kuna watu ambao wakiwemo tu kwenye madaraka siku moja wanaweza kuingiza dola milioni zaidi ya 50. Dola milioni 50. Kuna watu wanaingiza milioni hizo Tanzania kwa sababu wako kwenye madaraka. Mchungaji Munishi hapa, sadaka mkitoa ni kidogo tu, siwezi kuingiza hata milioni kwa wiki. Unaona? Kwa hiyo hao watu sasa ambao wameshaonja madaraka ndani ya CCM na ambao wanapingana na Mama Samia Suluhu Hassan ndani ya CCM, hao watu ndio watakaoleta madhara makubwa kwa Tanzania, kwa sababu wako tayari kusema liwalo na liwe, waendelee kulinda maslahi yao kama wao, lakini sio maslahi mapana ya nchi ya Tanzania. Sasa ifike mahali Watanzania tujue ya kwamba nchi na maslahi ya wananchi wa Tanzania ni makubwa kuliko maslahi ya watu wachache, wanasiasa wachache ambao ndio wanataka kutuburuza kwenye huu uchaguzi. Kwa hiyo nashauri tena, tuahirishe uchaguzi, tukae kwenye meza ya maongezi, tuongee, tume ya uchaguzi irekebishwe, tufanye uchaguzi nchi ikiwa haijanuna. Ni maoni yangu, Mchungaji Faustini Munishi. Tusiipeleke nchi mahali ambapo Sudani ipo sasa hivi. Pale Sudani ni makomanda wa majeshi ya Sudani, hawao wanatumia silaha zilizonunuliwa na walipa kodi wa Sudani, hawao kubomoa Sudani na kuua wananchi. Sasa tusifike hapo, pesa za walipa kodi zilizonunua silaha kutoka Urusi. Nilikuwa naongea masuala haya na rafiki yangu Malebo ambaye sasa hivi amerudi CCM. Akaniambia hataki tuongee kwenye kamera. Yeye amesharudi kwenye CCM na hataki kuhatarisha maisha yake, asingependa kuongea mambo haya kwenye kamera. Lakini nilikuwa namuuliza, wewe rafiki yangu Malebo, umepitia mafunzo ya mgambo, kwa hiyo unajua mambo ya kijeshi kidogo. Jeshi likiingia na wewe ni mgambo, na zamani mlikuwa mnatumia zile bunduki za SMG, sijui ni
AK47. Siku hizi teknolojia imeenda mbali. Jeshi likichukua, kuna hatari gani katika nchi yetu? Akaniambia jeshi likichukua ni amri. Akaniambia mimi Malebo hapa nikitakiwa sasa nikavae uniform ile ya mgambo na tuwe tunatakiwa twende kupigana vita, nitamsikiliza komanda wangu. Sasa tujiulize tu swali, ni wanamgambo wangapi Tanzania ambao hawana kazi? Kila mwaka huwa tunafundisha wanamgambo, tunasema ni jeshi la akiba. Sasa tukiingiza jeshi barabarani, tuseme kikosi cha anga, huyo aliyetoa tamko, kikosi cha anga kiingie barabarani, watumie ndege zao kuanza kulipua vile vikosi vingine ambazo vitakuwa watiifu kwa Rais Samia, tutakuwa na nchi tena hapo? Haya, vile vikosi ambavyo vitakuwa watiifu kwa Rais Samia, vikiona vinashindwa, vinaanza kurekruti mgambo, maaskari, polisi walioambiwa wawe raia, wanapewa silaha. Maana watu wanaojua kutumia bunduki Tanzania ni wengi. Akina Munishi kama mimi ambaye sijui kukoki bunduki ni wachache. Sasa tutakuwa na vikosi vya kumalizana sisi wenyewe kwa wenyewe. Jamani, tufike hapo tu kwa sababu ya kulinda maslahi ya Samia na wapambe wake na chawa wake? Hapana. Samia ni raia wa Tanzania, amezaliwa Zanzibar. Kinachomfanya awe rais Tanzania ni kwa sababu Rais Nyerere, kiongozi wa kwanza, alituunganisha wananchi wote. Kwa hiyo hatujali ukabila, hatujali mtu kazaliwa wapi, mradi ni Mtanzania anaweza kuongoza Tanzania. Na Nyerere alienda mbali zaidi, akasema hata elimu ya mtu sio kigezo cha mtu kuiongoza nchi. Na ndio maana Samia, pamoja na kwamba hana madigrii mengi, ni rais wa Tanzania. Sasa mama, tusikilize wachungaji tunapokuambia airisha uchaguzi huu. Mama, pamoja na wapambe wanaokuambia tuendelee, naomba tusikilize. Nchi hii ni kubwa kuliko maslahi yako wewe Mama Samia. Tuangalie maslahi mapana ya nchi. Mimi naheshimu vikosi vya majeshi yetu, naheshimu sana. JWTZ ni jeshi lenye nidhamu, linajulikana duniani. Na waheshimu sana makamanda. Lakini niwaombe, nyinyi endeleeni kukaa kambini, muilinde nchi yetu na hatari itakayotokea kutoka nje ya nchi. Lakini msiingie barabarani makomanda muanze kuwapigania wanasiasa mkituua sisi wananchi. Jeshi hilo ni letu na sisi ndio tunaowalipa mishahara. Mnakosaga chakula kwenye makambi yenu, mnakula. Vita tuliopigana ni moja, ile ya Uganda. Hatujawahi kupigana vita nyingine. Msijali. Kwa hiyo nyinyi endeleeni kuimarisha ulinzi wa kuilinda mipaka ya nchi yetu. Na pia mjue ya kwamba siku hizi vita sasa sio watu wanatumia makombora kama yale ya zamani. Siku hizi vita, hata ukiangalia vita vinavyopiganwa Ukraine na Urusi, wana masilaha mengi, wana vifaru na nini, lakini sana sasa hivi wanatumia drones. Ni ndege zile ambazo hazina rubani. Kwa hiyo nyinyi wanajeshi endeleeni kuimarisha ulinzi, muendelee kuangalia teknolojia imefika wapi, muende muwaulize wa China wamefika wapi kwa mambo ya drones, mutengeneze hata nyinyi drones zenu hapo Tanzania ambazo zinaweza kurushwa bila rubani na zinaweza kushambulia upande ule mwingine wa adui. Msijikite kwenye ile ya zamani tu, ma SMG na ma AK47. Pengine vita itakayopigano sasa haitatumia vyombo hivyo sana, itatumia hivi vifaa vya kisasa. Na vijana wa Tanzania ambao hawana kazi waelimishwe jinsi ya kuipenda nchi yao na jinsi ya kukaa. Na nyinyi wanasiasa ambao mmeshaonja madaraka,
kaeni mezani tujadiliane. Wanasema walipo wazee hapaharibiki jambo. Mimi nisijirudie, naomba nimalizie hapo. Asanteni kwa kunisikiliza. Mengi mtayasema hapo kwenye comment. Mbarikiwe sana.